Mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu kwenye madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hiyo jana tuliweza kuangazia kuhusiana na neema ya Mungu inayowezesha yasiyowezekana, na tukasoma mstari pale katika kitabu cha Waibrania sura ya 4 na mstari wa 16, na tukaona ya kwamba Biblia inatuambia basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema itakayotusaidia wakati wa matatizo. Na hivyo, mtu wa Mungu, siku ya leo ningependa tuangazie jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Jinsi ya kukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Labda unajiuliza, mchungaji Benson, tunakikaribia hichi kiti kivipi? Ndio maana nikaona ni vyema Roho wa Mungu akalifunua ili kwangu, na ili niweze kukufundisha jinsi ya kukikaribia hichi kiti cha rehema kwa ujasiri au cha neema kwa ujasiri. Na Biblia inasema hivi, ili tuelewe vizuri zaidi, leo hii tutasoma katika kitabu hicho tu cha Waibrania sura ile ni ya 4. Nitakuwa nasoma mstari wa 14 hadi 16. Pale itatufungua macho na tutaona jinsi ya kukikaribia hichi kiti cha neema kwa ujasiri. Na Biblia inasema hivi, tukianzia mstari wa 14: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza nasi siku ya leo, mfalme mkuu na mtakatifu, zaidi katufundishe, kafungue macho yetu ya kiroho Baba, katufundishe, katupe mwelekeo, katuhimize Baba, katurekebishe kupitia ile neno lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ndio msaidizi wetu, kalifunue zaidi, kafundishe kila mmoja wetu kulingana jinsi unataka kalielewe, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Jinsi tu nimekujuza, siku ya leo tunaangazia jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Na hivyo tunafaa kuelewa hivi, jambo la kwanza na ambalo ni muhimu, kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri haimaanishi tuje kwa kiburi, haimaanishi tuje kwa kutomheshimu Mungu, haimaanishi tuje kwa, tunaweza sema nini, kwa kutoelewa, lakini inamaanisha tuje mbele za Mungu kwa ujasiri. Tumkaribie Mungu kupitia maombi, tukiwa na ujasiri na uwazi, tukiwa basi tunaegemea na tunatumainia na kutegemea kazi zake Yesu Kristo, na ambazo zilikamilika pale msalabani, au kazi yake Yesu Kristo iliyokamilika. Na hivyo ukielewa hilo, hautakuja mbele za Mungu na kiburi, hautakuja mbele za Mungu na uoga. Utakuja mbele za Mungu kwa maombi, ukiwa na ujasiri uliokamilika, ukiwa mtu muwazi, ukiwa unaegemea na kutegemea kazi ya Yesu Kristo iliyokamilika, na wala si kutegemea ukamilifu wako kama mwanadamu. Na hivyo unaweza ukafikia neema kupitia imani, na hivyo unajileta mbele za Mungu
ukiwa na hilo hitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unaweza ukajiuliza, Mchungaji Benson, ujasiri, mbona niwe na ujasiri? Ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kumaanisha kukikaribia hiki kiti cha neema kwa ujasiri, lazima umtambue Kristo kama aliyekamilisha kazi, na sasa ni sisi tumebakisha. Kwa hivyo Kristo ndiye anayetupa ule ujasiri, maana sisi tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye anayetupa ule ujasiri. Kwa hivyo ujasiri wetu unatokana na Yesu Kristo. Tunatambua Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu, na hivyo Biblia inasema vizuri, mara tumesoma, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Na hivyo tunatambua kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu, na hivyo tunamkaribia Mungu pasipo na uoga kwa sababu ya Yesu Kristo, na ambaye anatuhurumia na kutubebea udhaifu wetu, na hivyo alipisha njia, alitutengezea njia. Na hivyo ujasiri wetu unatokana na ile tunaweza sema inatokana na a sacrifice au dhabihu, Yesu Kristo kujitoa, kusulubishwa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Na hivyo hiyo inatusaidia kumkaribia Mungu kwa ujasiri. Jambo lingine tunafaa kuona, tunamkaribia Mungu kwa ujasiri. Kwa hivyo ule ujasiri unatokana Yesu Kristo, kumaanisha tuko na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani Mungu anatusikia, tushike hilo. Kwa hivyo unakaribia kile kiti kwa ujasiri. Jambo la kwanza, ujasiri wetu unatokana na Yesu Kristo. Jambo la pili, ujasiri wetu unatokana na imani tulio nayo ndani ya Kristo, na ndio maana tunaenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hivi katika Yohana wa kwanza sura ya 5 kunradhi, mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba, maana tuko na imani na yeye. Biblia inasema pasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo lazima tuwe wawazi, tumwambie Mungu kile tunachokihitaji. Ninakuelezea jinsi ya kukaribia kiti cha ujasiri, kiti cha rehema, cha neema kwa ujasiri. Ujasiri wetu unatokana na Yesu Kristo, maana alitufilia, maana alikamilisha kazi yote. Ujasiri wetu unatokana na kuwa na imani na huyu Kristo, maana tumemwamini. Ujasiri wetu unatokana na ile imani, na tukiwa na imani tutamwomba lolote lile tunalolihitaji, tutamwambia kwa uwazi pasipo na kuogopa, tukielewa yeye ndiye kuhani wetu mkuu aliyeingia mbinguni, yeye atuteteaye. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, jinsi ya kukikaribia kiti cha neema. Jambo la kwanza tumesema ni kupitia maombi ya imani. Shika hilo, jinsi ya kukikaribia kiti cha neema ni kupitia maombi ya imani. Unaomba kwa imani. Biblia inatuambia katika Waibrania 11, angalia hapo ule mstari wa 6. Biblia inasema vizuri zaidi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko,
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maombi yetu lazima tuombe kwa imani, maana yule amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba yeye wapa thawabu wale wamtafutao. Imani yetu imetokana na Kristo, ile kazi Kristo aliyoikamilisha, na hivyo imani yetu, Biblia inasema ya kwamba tukimtazama Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, kinachotusababisha tuende mbele za Mungu kwa ujasiri, jambo la kwanza ni Kristo aliyekamilisha kazi yake, kama kazi ya Kristo iliyokamilika. Yeye aliingia mbinguni, kwani wetu mkuu, yeye atuteteaye. Kwa hivyo tuko na ujasiri, tunaamini, na hivyo tunapoenda mbele za Mungu tunaomba kwa imani, kwa sababu kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Jinsi ya kukikaribia kiti cha neema, tunakikaribia kwa ujasiri kwa sababu ya Yesu Kristo aliikamilisha kazi. Zaidi lazima tuamini, tunakikaribia tukiomba kwa imani, maana pasipo na imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Hakuna njia nyingine. Tunakuja mbele za Mungu, tunakikaribia kiti kile cha neema. Bwana Yesu asifiwe. Tunakikaribia kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jambo tunaoelewa kutoka kitabu kile cha Yakobo sura ya 4, Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema hivi. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu uwapinga wajikuzao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tukikaribia hichi kiti kwa ujasiri, kwa maana Yesu Kristo alikamilisha hii kazi, kwa sababu tunaomba kwa imani. Na jambo la pili, tunanyenyekea kwa unyenyekevu, kwa sababu Biblia inatuambia vizuri, Mungu upinga walio na kiburi, lakini yeye wapa neema waliojinyenyekesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo elewa kwamba huwezi ukakikaribia kiti cha neema kwa kiburi. Jinsi ilianza na kukwambia, lazima tujinyenyekeshe. Jinsi ya kukaribia kiti cha neema ni kupitia maombi ya imani. Jambo la pili ni kupitia unyenyekevu. Neno la Mungu linatuambia vile. Jambo la tatu, jinsi tulianza na kusema, tunakikaribia kwa ujasiri kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo kuhani wetu mkuu aliyeingia mbinguni. Ina maana gani? Tunapoangalia katika Yohana 14, Yohana 14 katika ule mstari wa 6, Biblia inasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unataka kukikaribia hiki kiti cha rehema au cha neema, kunradhi, lazima umwamini Kristo, lazima umpokee Kristo, lazima umwamini na kisha umpokee. Ukishampokea utakuwa na ile haki au utakuwa na njia ya kumkaribia Mungu. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti ni mahala, hicho kiti cha neema ni mahala Mungu anatawala kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Na ili upafikie, lazima uamini ndani ya kazi ya Kristo iliyokamilika. Lazima uelewe ya kwamba Kristo ndiye kuhani wako mkuu aliyekutangulia na kuingia mbinguni, anayetuombea. Lazima utambue kwamba yeye alitufilia, na hivyo yeye ndiye njia. Lazima umwamini, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Ni kwa sababu Mungu anapokuangalia akuoni wewe tena, anamwona mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Ndio maana unakikaribia, anakuruhusu. Jambo la 4, jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Nimekuambia ni mahala Mungu anatawala kwa neema, ndio maana inaitwa throne of grace. A throne ni mahala mfalme anaketi, na hivyo huyu anaketi na anatawala kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima, jambo la 4, tutubu dhambi zetu kwa unyenyekevu, kwa uwazi, kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia
Katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 9, Biblia inasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Angalia, tunakikaribia hichi kiti cha neema kwa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio umempokea Kristo, lakini umejipata umetenda dhambi, na ili ukikaribia hichi kiti cha rehema umkaribie Mungu, lazima utubu. Biblia inatuambia tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atatuondolea dhambi zetu na kuzisafisha na udhalimu wote, au kutusafisha na udhalimu wote. Jambo la tano la mwisho, tunaweza tukaangalia mambo mengi sana, maana ni neno la Mungu linatupa njia, linatupa mwelekeo. Jambo la tano, jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Tunamwabudu huyu Mungu, tunamkaribia katika maabudu ya kicho. Acha nitumie hilo neno, maabudu ya kicho. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema worship with reverence. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia katika kitabu kile cha Waibrania ananena mambo mengi sana, 12:28. Waibrania 12:28. Waibrania 12:28. Biblia iwazi zaidi pale. Acha tusome tu kwa haraka. Waibrania 12:28. Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jinsi ya kukikaribia kiti cha neema, maana ni mahala Mungu anatawala kwa neema. Kwa hivyo unamkaribia Mungu kama Baba aliyejawa na upendo na ambaye tayari amekukaribisha kupitia mwanao Yesu Kristo. Pia tunamkaribia Mungu kama mfalme na ambaye anahitaji heshima na maabudu. Shika hilo nikimalizia, namalizia. Tunamkaribia Mungu, tunakikaribia hichi kiti cha neema tukielewa ni Mungu anatawala katika neema. Tunamkaribia kama Baba yetu aliyejawa na upendo. Pia tusisahau hili, tunamkaribia kama mfalme anayestahili heshima zetu na maabudu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shika hilo. Siku ya leo kuna jambo umejifunza, jinsi ya kukikaribia kiti cha neema. Nimekuambia hichi kiti cha neema ni mahala Mungu anatawala kwa neema, na hivyo unakaribia kwa sababu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya kazi Kristo aliyoikamilisha pale msalabani, na hivyo ni kupitia Yesu Kristo tunakikaribia hichi kiti cha neema. Ndio maana anatuambia tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Ujasiri wetu unatokana na kazi Kristo aliyoikamilisha. Jambo la pili, unatokana na sisi kuomba kwa imani, maana tunamwamini huyu Kristo. Jambo lingine ni sisi kuja mbele zake kwa unyenyekevu, na tumesoma hata vitabu. Jambo lingine ni sisi kupitia Yesu Kristo. Jambo lingine ni sisi kutubu na kuungama dhambi zetu, na jambo lingine ni sisi kumkaribia kwa maabudu, kumwabudu, kumpa maabudu ya kicho. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunamkaribia Mungu kama Baba anayetupenda na ambaye tayari ametukaribisha kupitia mwanawe Yesu Kristo. Jambo la pili, tunamkaribia kama mfalme anayestahili heshima na maabudu yetu. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo kupitia neno lako, kwa kutuzungumzia jinsi ya kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Baba, umetuzungumzia ni kupitia kazi ya mwanao Yesu Kristo iliyokamilika pale msalabani, na hivyo tunapompokea Kristo, tunapomwamini, tunapata njia ya kuja kwako
kukikaribia kiti cha rehema, inatupa ujasiri wa kukikaribia kile kiti cha neema. Ndio maana tunakikaribia hicho kiti cha neema kupitia maombi ya imani. Ndio maana tunakikaribia hicho kiti cha neema kupitia Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu. Tunakikaribia hicho kiti cha neema kwa unyenyekevu. Tunakikaribia hicho kiti cha neema kwa kicho. Baba, tusaidie katika yote tumejifundisha Baba, tukayatekeleze katika maisha yetu, na wewe ukatukuke Baba na ukajiheshimishe Baba, tunapokuwa Baba tunatekeleza ili neno lako katika maisha yetu, na ili Mungu wetu tusiishi kama watu wasiostahili. Tuelewe ya kwamba hata wakati tunatenda dhambi tunaweza tukatubu, tukaungama dhambi zetu, tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, pale tuweze kupokea rehema, tuweze na kuhurumiwa, pale tuweze na kupokea neema itakayotusaidia wakati wa matatizo. Siku ya leo umetufundisha hiyo njia ya kukikaribia hicho kiti. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu Baba, asante Yesu Kristo, Mfalme mkuu na mtakatifu. Ninakushukuru maana umekuwa nasi tangia wiki ilipoanza Baba, umetuonyesha mwisho wa hii wiki, Ijumaa ya leo Baba. Ninaomba kwamba Mungu wetu, tunapoanza shughuli za siku Baba na hata kuingia za wikendi Baba, utatuongoza Baba, utatuwezesha katika mambo yote tutakayotenda. Mfalme uketie enzini yote, ninakushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Tuongoze siku ya leo, walio wagonjwa Baba, natangaza uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wanaotafuta kazi, ajira Baba, kawafungulie milango katika jina la Yesu Kristo. Ambao wameishi kung'ang'ana kifedha, kawape kibali chako Jehova Baba, kawawezeshe jinsi tuliona hiyo jana. Neema ndio inatuwezesha kuwafikia mambo na mbaya hatukustahili kuyafikia. Wacha neema yako Baba ikawabebe watu wako kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Hili neno limekuwa la baraka. Unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako, unaweza ukatoa fungu lako la 10, unaweza ukasapoti huduma na Mungu atakubariki, na ni kupitia M-Pesa line 0792 593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya, kumbuka unaanza na kodi ya Kenya. Ukituma kupitia Remit, Sendwave au njia yoyote ile ukiwa nje ya Kenya, kumbuka kuanza na kodi ya Kenya +254 792 593648 +254 792 593648. Na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie unapokuwa unamtolea. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, na zaidi pia msikilizaji na mtazamaji, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel. Subscribe, finya hiyo notification bell unapo subscribe, like, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Acha comment ya kwako na Mungu akubariki. Hadi hiyo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.